apangalo manani uwezi kulikimbia, wakuzuia nani Mola alokupangia. Zidisha imani kwa Mola wako jalia, watu wa peponi ni wale wanovumilia. Akhi Talib kutoka Masjid Nur Muhammad, wakati wa Mungu ndio wakati sahihi, na kunasih na kusihi, sikiliza na tazama Firdaus TV online. Wakati wa Mungu, wakati wa Mungu tusaidie. Na tumetoa wazungumzaji. Kufika hapo sisi huwa yataka tunyamaze, tuwasikilize wale ambao kwamba tuliowafundisha na wao wakawa wazungumzaji. Si muhimu kuzungumza, kuwa lazima uzungumze. Ikiwa yuko mwenye kuzungumza atazungumza, basi huwa imetosheleza. Na alhamdulillah rabbil alamin, mtoto wetu huyu ana fasaha kubwa sana, na bado mapafu yake ni madogo. Sisi mapafu yetu yameanza kuchoka. Kwa hakika masala ya kulea mayatima ni masala makubwa sana. Hakuna mtu ambaye kwamba atakayeweza kulea mpaka awe amelelewa, na jamii ambayo kwamba haina walezi, jamii hiyo haiwezi kufanikiwa, haiwezi kuendelea, haiwezi kuwa ni jamii ya kisawa. Sasa kama kuna mayatima wataachiliwa lebe, hawatakuwa na wenye kuwachunga, hawa watoto tutarajia vipi watakuwa ni wema? Watoto wenye kulelewa mabarabarani huwa ni shida kubwa. Kwa hivyo kuna umuhimu mkubwa sana ya sisi kuwatukua hawa mayatima na kuwalea, kama tulivyoambiwa, ana wakafilul yatimi kahataini fil janna. Tumesema kahataini, kama hivi vidole vile. Angalia viko karibu kiasi gani vidole vile, asema kahataini fil janna. Ni kuwa daraja ya mwenye kulea mayatima ni kubwa sana mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwa sababu utakuwa umeokoa jamii. Watoto wakiwa hawana walezi, watu wanawa exploit, wanawatumia vibaya, wanaweza kuelekezwa katika mambo ambayo kwamba sio. Mwana umleavyo ndivyo akuavyo. Sasa kama hakuna malezi, mtu akitopata malezi ya sawa sawa atapata malezi ya barabarani, na barabarani si kwema. Ndio tuweza kulea magaidi, tukalea majambazi, tukalea watu ambao kwamba hawana tabia njema. Kwa hivyo kuna umuhimu sana wa kila mtu kwa uwezo wake. Ukiweza kumchukua mmoja, mchukue. Mwenyezi Mungu amekupa uwezo wa 1000, chukua. Hakuna hasara katika kulea mayatima. Vile utakavyokujiweka Mwenyezi Mungu ndivyo atakavyokukupa. Ukijiweka ni maskini, hata ukawa nacho utabaki kuishi kimaskini. Hatuoni wale mabakhili wale, waweza kumkuta mtu ni bilionea lakini bado ni maskini. Uingereza kulikwenda kushikwa mtu bilionea ndani ya supermarket yuaiba,
Kwa nini? Kwa sababu roho yake bado ni maskini. Kwa hivyo kuna umuhimu sana wa kuwashika mayatima, na Mwenyezi Mungu atupe baraka zao na atupe baraka ya wenye kulea mayatima. Inshallah tumuombeeni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Haya, kabla ya dua, mtu yoyote anayefanyia jambo jema katika dini yetu ya Kiislamu, imetufundisha muongozo wa dini yetu ni kuwa umpongeze na kumwombea dua. Hakuna kitu kikubwa kwa mwanadamu kama dua. Ad-du'a silahul mu'min, dua ndio silaha kubwa ya muumini. Na yoyote anayofanya jambo jema, basi ni bora, ni vyema ukampongeza na kumwombea dua. Ndio Uislamu tulipofundishwa, na hii ndio ilikuwa tabia ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nichukue fursa hii kabla ya Al-Habib hapa kutia fatha kuomba dua, kwa sababu kiprotocol akisha kuomba dua hapatakiwi mwingine kuzungumza baada yake. Ndio maana nikasema nitangulize kutoa shukrani kwa kampuni hii ambayo mkurugenzi ni ndugu yetu Musa Abdul Sattar, akishirikiana na familia yake na ndugu zake. Kampuni hii ambayo ni Teka Trip Travel and Tours, wakishirikiana vile vile na mtoto wa Mheshimiwa Rais ambaye tuko naye hapa, pia tutambua uwepo wake, wa dada yetu Asma binti Hussein Ali Mwinyi. Wameshirikiana pamoja katika futari kama hii, na kwa mapenzi yao wakapenda kutupa uwalishi na sisi tuje kujumuika na wao katika jambo kama hili la kheri. Hii ni heshima kubwa mmetupa. Leo watu hukumbukana katika mambo mabaya, na ikawa kwa wao ni furaha na ni fakhri. Leo sisi twajifakhiri, nyinyi ndugu zetu mkaweza kutupa heshima hii kuja kwa ajili ya jambo hili la kheri la mayatima. Kwa hakika mmetuinua uso, kwa hakika mmetupa heshima kubwa. Inshallah na nyinyi jaza yenu iko kwa Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu atawabariki, Mwenyezi Mungu awazidishe kheri. Lakini vile vile pia tumefundishwa kuwaombea viongozi wetu, na huu ndio usawa. Ukienda katika nchi za Arabuni kule utakuta ni sheria imewekwa, hutuba ya Ijumaa lazima aombewe dua kiongozi. Na sisi huku twawapenda viongozi wetu, twawajali viongozi wetu, twawathamini viongozi wetu. Kwa hivyo ni wajibu wetu sisi tuwaombee. Na kwa kuwa tuko hapa katika ardhi hii, katika kisiwa cha Zanzibar, Mwenyezi Mungu amhifadhi Mheshimiwa Rais Dr. Hussein Ali Mwinyi. Mwenyezi Mungu amzidishe hikma, amzidishe busara, amhifadhi na kila mashari. Yeye pamoja na mama yetu Samia Suluhu Hassan, wote kwa jumla, Mheshimiwa Mufti wetu wa Zanzibar na baraza la ulama na wasaidizi wake, na sote sisi tuliokuwa hapa, Mwenyezi Mungu atuhifadhi, atupe baraka. Inshallah iliyobakia ni dua kutoka kwa Sayyid Abdul Qadir. بنية الفتوح والمنوح وصلاح الجسد والروح، أن الله يفتح لنا أبواب الخيرات والمسرات والبشارات بجاه سيد السادات، وإلى حضرة النبي محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا، فاجعل أمورنا كلها سهلا، فاجعل أمورنا كلها سهلا، فاجعل أمورنا كلها سهلا يا أرحم الراحمين، 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 يا أرحم الراحمين. فرج علينا وعلى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Apangalo manani uwezi kulikimbia,
wakuzuia nani? Mola alokupangia. Zidisha imani kwa Mola wako jalia, watu wa peponi ni wale wanovumilia. Akhi Talib kutoka Masjid Nur Muhammad, wakati wa Mungu ndio wakati sahihi, na kunasih na kusihi, sikiliza na tazama Firdaus TV online. Unatazama Firdaus TV, wakati wa Mungu, wakati wa Mungu, tusaidie.